Kuna nyoka wawili walioishi zaidi ya miaka 1000. Nyoka hao walikuwa wakikaa katika milima mikubwa sana na yenye mapori yaliyofungamana. Utofauti wa rangi hauwafanyi nyoka hawa kutokea katika jamii tofauti, bali ni dada na dogo, yani nyoka wa mama mmoja na baba mmoja. Maisha yao katika haya mapori yaliyofungamana ndani ya milima basi huwa ni ya utofauti zaidi, kwani wana uwezo wa kubadilika kuwa binadamu na wana uwezo pia kubadilika na kuwa nyoka. Nyoka wa kike tunatajua jina lake kwamba anafahamika kama Susan. Mtangulizi anaanza kwa kuelezea jambo hilo. Siku moja nyoka hao wakiwa yafurahia mazingira yao kwa kuzunguka huku na kule, kwa bahati iliyo mbaya waliweza kufanikiwa kumuona binadamu akiwa anakula maua kando kidogo ya milima. Wakaibua kama mjadala kidogo. Huyu nyoka wa kijani akajaribu kusema kwamba kumbe binadamu wana uwezo wa kula majani, lakini Susan akasema kwamba alishawahi kuona kabla kwamba binadamu wana uwezo wa kula majani pia. Nyoka wa kijani ni mkorofi na mwenye kupenda sana michezo. Siku ya leo akaanza kumchezea huyu binadamu kwa kuweza kumtishia. Jamaa akawa ameanguka moja kwa moja mpaka mtoni. Sasa nyoka mweupe akupenda akajibadili inakuwa katika umbile la binadamu, kisha akashuka katika lile eneo la mto ambapo mwamba alikuwa amezamia, akamwokoa jamaa, na baada ya kumwokoa akampulizia pumzi na jamaa akawa yuko hai tena. Mwamba anashtuka tu, anagundua kwamba alikuwa ameweza kusaidiwa, lakini hakumbuki ni nani alikuwa amemsaidia. Akauliza marafiki zake kwamba hakuwepo na dada mmoja hapa katika eneo hili. Basi walimshangaa sana mwamba kwamba kuzama tu katika maji dakika 2 tayari ashaanza kuona watoto wa kike. Dawa akacheka kweli kweli na kuambia kwamba hakuna mwanamke yeyote tuliweza kumkuta katika mitaa hii. Mwamba anafahamika kama Zian. Basi akaamua kukubaliana na hali kwamba huenda alikuwa akiota tu. Katika kijiji jirani kinachopatikana kando kidogo ya ile milima, siku ya leo walikuwa wakifanya sherehe fulani, lakini mamasta wanaotokea katika hekalu walikuwa na hofu kwamba huenda kuna mashetani watavamia katika hiyo sherehe. Hawa mamasta walipoweza kuona wakina Zian pamoja na wenzake wakiwa katika maeneo ya mto, basi wakawa wameomba lifti, na wakina Zian bila shaka yote wakawa wamewapatia hawa mamasta kwa sababu wanaelekea katika sherehe pia. Sasa yule nyoka Susana ambaye siku ya jana alikuwa amempatia pumzi mwamba mpaka akaweza kukombolewa katika maji, akajikuta tu anatafakari na kuwaza lile tukio ambalo aliweza kulifanya siku ya jana na akahisi kumpenda jamaa. Susana akamweleza dada yake kwamba nimesikia kwamba katika kijiji jirani kuna sherehe ambazo za kwenda kufanyika, naamini kwamba naweza nikakutana na yule kijana, naomba nisindikize dada yangu. Dada yake bila iana yoyote akaahidi kumsindikiza mdogo wake. Sasa hapa katika sherehe, baada ya mamasta kuweza kufika, walikuwa wakihakikisha kwamba ulinzi unakaa vizuri, kwa sababu walikuwa na kidila fulani cha kuweza kugundua je, mashetani wamefika au la, lakini maeneo yote yalikuwa yako salama kabisa. Yule nyoka wa kijani baada ya kuona kwamba dada yake amekuja katika eneo hili lengo ni kumtafuta mwanaume aliyempenda, basi naye akaamua tu kujipendesha kwa mwanaume fulani, lakini kwa bahati iliyo mbaya alienda kujitongozesha kwa master. Lakini master akasema, "Oh hapana dada, samani bana, mimi ni mtumishi wa Mungu, nimekuja hapa kwa ajili ya lengo la kuinda tu mashetani, sijaja kwa lengo lingine tofauti lile, naomba tu nikuache." Bidada akawa amekasirika na kutoa mwiba fulani akitaka kumchoma master. Lakini ghafla tu akawa amemuona Ziang yule aliyekuwa anatafutwa na dada yake. Yeye bila hata aibu moja kwa moja akamfuata na kusema kwamba dadangu anakutafuta sana wewe mkaka. Mwamba Ziang akashangaa sana na kusema kwamba samani dada, mimi sina mazoea na mdada yoyote yule wala hakuna ninayefahamiana naye. Sasa dada mtu kwa sababu anapenda masuala ya michezo akawa amejizamisha katika maji na kuanza kuisukuma ile boti. Mwamba akashangaa boti yake inakimbia tu, na kipindi hicho kulikuwa hakuna injini za maboti. Dada mtu akaisukuma ile boti moja kwa moja mpaka kwa dada yake ambaye anafahamika kama Susana, akamwambia kwamba kazi ni ya kwako sasa, maliza mpango mzima. Sasa bana, utamaduni wa nyoka wao ni tofauti kabisa na binadamu. Wao hawajui kuzunguka mbuyu ama kujieleza sana. Ikabidi bidada Susana aweze kumweleza Mwamba kwamba nimekupenda na nahitaji tuwe katika mahusiano. Lakini Mwamba Ziane yeye akamweleza huyo nyoka kwa kumwambia kwamba mimi bana sikupendi kwa sababu ninampenda mtu mwingine, japokuwa huyo mtu mimi simfahamu. Lakini kitu pekee ambacho nakikumbuka juu yake ni kwamba mtu huyo aliweza kunisaidia kutokea katika kina cha maji, alinipatia pumzi yake. Bidada Susan alifurahi kweli kuyasikia yale maneno, akasema kwamba mimi ndiye ambaye unanipenda. Lakini jamaa akawa amini, akamsukumia kwenye maji. Baada ya kumsukumia kwenye maji akatokea huko chini ya maji, kisha akawa anamkumbusha Mwamba. Mwamba Zian alivyomwangalia dada nyoka, alivyomwangalia namna alivyokuwa mrembo, afu jamani kwamba hajazoeana na watoto wa kike, namna alivyokuwa amekumbatiwa, yeye mwenyewe akakiri wazi kwamba anampenda pia. Wakaanza kukumbatiana chini ya maji. Lakini huku nje katika maeneo ya sherehe kuna master mmoja alikuja kugundua kwamba katika hii sherehe tayari mashetani wawili walikuwa wamefika na jinsia yao ilikuwa ni ya kike. Wakaanza kuwashambulia. Mapigano hatua ya awali yalikuwa ni magumu sana na waliweza kupambana na wale mashetani, mwisho wa siku wakaweza kuwakamata na kuwatumbukiza kuzimu. Kutoka siku ile ghafla tu wakajikuta upendo wao umekuwa ni mkubwa sana. Wakajikuta wanatabasamliana kila wakati na kila wakati wanatamani kukaa jirani. Wanatamani kama hata wangejuana miaka 10 iliyopita. Hisia baina ya watu hawa wawili ilikuwa ni kubwa sana na walikuwa kitamani kunjingi, kitu ambacho kikawalazimisha wao kuweza kuoana kwa haraka ili waweze kufurahia ulimwengu vizuri. Sasa yule master kijana ambaye alikuwa amependwa na nyoka wa kijani kwa hatua za awali sana, na baadaye akawa amepigana na mashetani, kwa bahati iliyo mbaya akajikuta leo ana dalili fulani kama vile za ushetani. Mwamba alitambua wazi kwamba ameshaambukizwa ushetani na hivyo hatakuwa mtu mzuri katika jamii. Hatua ya mwisho kabisa jamaa alikuwa amefikiria ni kwenda kujinyonga. Sasa naye yule nyoka wa kike baada ya kuona kwamba penzi la dada yake limenoga sana, akaamua kumrudia yule bana master ambaye alikuwa akimpendaga siku ya kwanza, lakini kwa bahati mbaya akamkuta Mwamba yuko kujinyonga. Akamuuliza, kaka handsome, mbona
sasa unakwenda kujinyonga jamani, na uzuri wote huo unataka uende nao kaburini. Lakini jamaa akasema kwamba siwezi nikaendelea kuishi kwa sababu nitakuwa shetani siku sio nyingi. Dada akamkumbatia mwamba huko akimwambia kwamba kuwa shetani sio changamoto, kwa sababu hata mimi ni nyoka. Akatoa ulimi wake mrefu sana. Jamaa akashangaa sana, na hapa akapata moyo kwamba kumbe mwenye tatizo sio yeye peke yake. Siku ya kesho yake, master mkuu ambaye anaongoza ile temple alikuwa akitembea katika mitaa hii, lakini kwa bahati mbaya aliona kuwa watu wengi sana walikuwa wameasiliwa na hawa mashetani, kitu ambacho kikawa kimemkasirisha sana. Lakini pia Xiang alikuwa akihangaika kutafuta dawa na kuendelea kuwatibia wagonjwa wote ambao walikuwa wameasiliwa na hawa mashetani, lakini kwa bahati mbaya kulikuwa kuna matokeo kabisa. Hili jambo bidada Susan alikuwa akiliona na alikuwa anashangaa sana kuona kwamba hawa mashetani walikuwa na nguvu. Sasa Susan akaamua kumsaidia mwamba Xiang kwa kupulizia sumu yake katika maeneo haya ya dawa, akiamini kwamba hii dawa ingeweza kuwatibia hawa watu kiurahisi. Sasa huwa hajawahi kujitambulisha kwa mwamba kwamba yeye ni nyoka. Kwa hiyo kila kitu ambacho kinatumia uwezo wa kinyoka huwa anakifanyaga kisirisiri na jamaa hajui. Wakati mwingi bidada Susan huwa anaambatana na panya mmoja hivi. Ukimwangalia huyu panya ni kama panya ambaye wa kawaida kabisa wa nyumbani, lakini mara nyingi huyu panya yeye ana uwezo wa kuongea naye. Na siku ya leo huyu panya alikuwa akimwambia kwamba kwa kitendo cha wewe kusaidia binadamu unaweza ukajipunguzia nguvu zako. Licha ya kwamba bidada Susan alikuwa amepewa onyo na huyu panya, lakini kwa bahati mbaya yeye akaamua tu kujitolea kuwasaidia binadamu. Ila sasa siku ya leo watu wote walikuwa wakipewa dawa, na baada ya kupewa dawa kila mmoja akaanza kuendelea vizuri. Sasa yule master mkuu kutokea katika hekalu akabaki anashangazwa na kuona kwamba hii kitu haiwezekaniki kabisa ikatokea dawa ambayo inaweza kutibu magonjwa ya shetani. Master mkuu akamuuliza mwamba Xiang kwamba je, hiyo dawa huo unaiandaa peke yako? Lakini mwamba akasema kwamba hapana, huwa anasaidiana na mke wangu. Okay, master akawa amempongeza na kusema kwamba basi ni vizuri sana. Lakini tayari master akawa ameshtuka kwamba huenda mwamba Xiang anaishi na binadamu ambaye si wa kawaida, la sivyo atakuwa ni shetani pia. Kamkabidhi kisu kitakatifu akamwambia kuwa endapo utakabiliana na hatari yoyote katika maisha yako unaweza kukitumia kisu hiki. Lakini kaka master hakuwa mwema kabisa kwa huyu Susana ambaye aligundua kwamba ni kiumbe cha ajabu. Akamfuata kisirisiri na kumwambia kwamba ni kwa nini umejiingiza katika maisha ya kibinadamu na pia umeolewa na mtu ambaye ni binadamu? Lakini bidada miongoni mwa maswali yote alikuwa akiulizwa na huyu master hakuweza kujibu swali hata moja, ila huyu master alivyomtazama akasema kwamba wewe ni shetani mzuri kwa sababu unasaidia binadamu, ila nakupa ofa moja tu ya kuondoka katika kijiji hiki, na kama usipoondoka basi mimi mwenyewe nitakuua kwa mikono yangu. Bidada nguvu ya mapenzi ilikuwa kubwa zaidi kwake, hakutaka kabisa kuondoka katika maeneo haya. Kitu hichi master alikuwa amekigundua. Nyakati za jioni wakati Xiang anarudi kutokea katika mapoli alikuwa amekuja na supu, lakini kwa bahati mbaya ilikuwa imechanganywa na sumu ya nyoka. Sasa kwa sababu bidada ni nyoka, baada ya kunywa ile supu akajikuta anashindwa kujikontrol na mwili wake unataka kubadilika kwa nyoka. Akaingia ndani ya chumba fulani na kujifungia, kisha akawa amebadilika kwa nyoka. Mwamba kagonga sana hodi akimsihi bidada kufungua mlango na ni kwa nini anajifungia huko ndani, lakini kumbe huu ulikuwa ni mpango wa master. Yeye ndiye alikuwa amechanganya sumu ya nyoka katika ile supu ambayo mwamba alikuwa anapeleka nyumbani. Dakika chache mbele master akawa ametimba katika ile nyumba ya mwamba Xiang na akaanza kumshambulia huyu nyoka. Sasa kumbuka kwamba Xiang hajui kwamba mke wake ni nyoka. Yeye alihisi kwamba wameweza kuvamiwa na nyoka. Akatumia kile kisu kitakatifu kumchoma naye huyu nyoka. Akafanikiwa kukimbia katika lile umbile la nyoka mpaka kwa dada yake yule nyoka wa kijani, lakini akiwa amekumbatiwa akawa analia sana kwa kusema kuwa dada, siwezi tena nikabadilika kuwa binadamu kwa sababu nimeweza kuchomwa na kisu kitakatifu. Sasa huku mwamba Xiang akawa anamwambia master kwamba wanatakiwa kumuua yule nyoka, huenda amemtafuna mke wake kwa sababu mke wake alikuwa ndani ya chumba, lakini kwa bahati mbaya akakutana na yule nyoka mweupe. Master akamwambia kwamba ulikuwa umemuoa nyoka mweupe na yule nyoka ndiyo mke wako. Kiufupi ni kwamba ulioa nyoka mwenye umri wa miaka 1000. Jamaa kuyasikia hayo mpaka akajikuta anatamani kuzimia. Sasa yule panya alikuwa ameletwa hapa nyumbani na bidada ya Susana. Kumbuka kwamba huyu panya alikuwa ni kama panya wa kawaida wa nyumbani, lakini siku ya leo akaamua kuidhihirisha silika yake kwa kumwambia mwamba kwamba alikuwa akiishi na nyoka, lakini yule ni nyoka mzuri kwani alikuwa akimsaidia kutibia watu. Lakini ukiachana tu na kuweza kumsaidia kumtibia watu, lakini pia alikuwa akimpenda sana na alimpendaga kutoka siku alikuwa amemwokoa katika maji. Mwamba kuyasikia yale maneno akapata nguvu na akaamini kwamba ana nafasi ya kupendana na bidada Susana katika hali yoyote. Mwisho wa siku akaamua kupanda katika mlima ambao unasifika kwa kuwa na mashetani. Huko bana inapatikanika dawa ambayo inaweza kumrejesha bidada. Lakini hata kabla hajafanikiwa kuipata dawa ile, mashetani wakawa wamemvamia, lakini mamasta waliweza kufika kwa wakati na kuweza kumsaidia mwamba. Haraka yule panya akaichukua ile dawa ambayo mwamba alikuwa ameichuma kutokea katika vilele vya mlima, moja kwa moja akaipeleka mpaka kwa bidada Susana, kisha akamwambia kwamba hii ni juhudi ya Xiang ambaye ametafuta dawa hii, lengo ni kuweza kutibia na ubadilike kuwa binadamu tena. Asa bidada Susana aliporudi katika kile kijiji akiwa na miguu yake yote miwili, alishangaa kwamba mpenzi wake eti amkumbuki. Hiki tulimtia hasira sana, akagundua kwamba master alikuwa amemfuta mwamba Xiang kumbukumbu. Ikabidi kupambana naye sana, mapigano yalikuwa ni makali mno. Kiasi fulani katikati ya mapambano haya ikawa ni kama nguvu zinafanania fulani hivi. Bidada wakati mmoja akamuuliza master kwamba ni kwa nini jamaa nikumbuki, lakini master akakiri wazi kwamba aliweza kumfuta kumbukumbu jamaa, kisha akawa amerudishia kumbukumbu zake, jamaa akaanza kukumbuka. Lakini bidada Susana licha ya kwamba mwamba wake ameweza kukumbuka, bado aliamini kwamba master angekuwa ni kikwazo katika siku za usoni. Basi akaanza kujibadilisha katika umbile la nyoka na hapa akataka kumwangamiza master, lakini kwa bahati iliyo mbaya ni kwamba master alikuwa na nguvu kuliko. Kampiga bidada kimbola moja tu na ikamtengenezea ngome katika mitaa hiyo. Bidada akawa amefungiwa ndani ya ngome. Mwamba Xiang alikuwa akishinda hapo kila siku
usiku na mchana akimsubiria bidada siku moja labda milango itafunguliwa na ataweza kuonana naye. Upande wa pili, nyoka wa kijani dada mtu alikuwa na penzi lake zito sana kwa yule master alikuwa amebadilika na kuwa shetani. Basi wao walikuwa wamejitenga kando kidogo ya mji na huko walikuwa kienjoy mapenzi yao. Na huo ndio ukawa mwisho wa movie inayohusu penzi la binadamu na nyoka mtu. Kumbuka kwamba ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Nikukumbushe tu kugusa alama ya kusubscribe na alama ya kengele kwani vigongo vikali vinakwenda kujili mara baada ya hii. Nikukumbushe pia kwamba kila baada ya like 100 basi natoa kazi nyingine. Na kwa wale wote wanaopenda movies zilizoweza kutafsiriwa na ma-DJ wote nchini Tanzania kwa lugha ya Kiswahili ikianzia DJ Mark, DJ Black, lakini DJ Skills pamoja na DJ Mjukuu, basi ni vyema ukanicheki inbox kupitia nambari yangu ya simu kama unaweza kuona chini ya screen yako, na nitakwenda kukuunganisha katika group letu. Mwezi mzima utalipia mtoni wa shilingi 10,000 tu na unakwenda kufurahia burudani zetu ndani ya group letu. Karibuni sana.